Bwana, mara baada ya dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo kati ya timu ya klabu ya Yanga wakicheza dhidi ya timu ya JKT Tanzania kuweza kutamatika pale kwenye viunga vya KMC Complex, kwa klabu ya Yanga kuweza kuibuka na ushindi mnono dhidi ya timu hiyo ya JKT wa chuma 5-0, mabao ambayo yaliweza kufungwa kwenye vipindi vyote viwili vya mchezo. Kumeweza kumuibua shabiki kindakindaki wa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa namzungumzia bwana Mchome Mapovu, akija kuweza kutoa kauli zake mara baada ya mchezo huu hapo kuweza kutamatika. Sasa ni kauli gani ambazo shabiki huyu kindakindaki wa klabu ya Simba, kama wengi tunavyomfahamu, ameweza kuzitoa kwenda kwenye klabu ya Yanga mara baada ya mchezo huo kuweza kutamatika kati ya timu ya Dodoma Jiji kati ya timu ya JKT Tanzania dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Ndani wa taarifa hii mwana michezo wangu nitakujuza na kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizi taarifa zetu zote mpya za kimichezo, na hususani kuhusiana na hii taarifa ambayo nimekusogezea muda mchache kuhusiana na kauli aliyoweza kuitoa shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba bwana Mchome Mapovu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea yeye kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na hautakaa kuwaza tena utajipatia wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekwisha weza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo. Na jukumu lako mama linasalia kuwa jepesi kabisa, mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia tu hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekwisha weza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali. Mara baada ya mchezo kati ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya JKT Tanzania kuweza kutamatika kwa klabu ya Yanga Sports Club kuweza kuibuka na ushindi wa chuma 5-0 dhidi ya timu hiyo ya JKT Tanzania, mchezo ambao ulikuwa ni wakasi kweli, kila timu ikijaribu kupambana kwa nafasi yake, lakini mbinu ambazo zimeenda kuwapa faida ni kutokea kwenye klabu ya Yanga chini ya kocha wao Pedro Gonzalez. Ni mikakati ambayo ameweka, approach nzima ya mchezo imeenda kupelekea wao kuweza kuondoka na alama 3 muhimu na ushindi wa magoli mengi ama ushindi mnono dhidi ya wapinzani wao hao JKT Tanzania. Sasa tuliweza kushuhudia bao pekee likipatikana kwenye kipindi cha kwanza cha mchezo kupitia mchezaji Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Kwa dakika 7 ya mchezo, Mohamed Hussein alienda kuandikia bao la kwanza na la uongozi timu yake Yanga Sports Club, pasi murwa ikitokea kwa mchezaji Prince Mpumelelo Dube, na kufanya mpaka mapumziko yanatamatika mchezo uwe klabu ya Yanga naongoza kwa chuma 1-0. Baada ya hapo sasa mambo yalikuja kubadilika kwenye kipindi cha pili cha mchezo mara baada ya kocha Pedro kufanya manuva yake kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kwenda kuwaelekeza wachezaji wake nini wafanye, lakini pia mara baada ya kocha huyo kuweza kuingia na mbinu mpya kwenye kipindi cha pili cha mchezo, tumeweza kushuhudia klabu ya Yanga ikibadilika mno na kuwasaidia wao kuongeza magoli 4 mengine kupitia wachezaji mbalimbali. Kwenye dakika 61 ya mchezo kupitia mchezaji Aurelio Depu anatandika kichwa kizito kweli kuelekea kwenye lango la timu ya JKT Tanzania, pasi murwa ikitoka kwa mchezaji Iza Patrick Mwenda. Depu aliweza kuiandikia timu ya Yanga bao la pili la uongozi kwenye dakika 61 ya mchezo. Mara baada ya hapo Mudasiri Yaya basi anakuja tena kuandikia bao la 3 la uongozi timu ya Yanga Sports Club kwenye dakika ya 63 tu ya mchezo, na kufanya mzani uweze kusomeka chuma 3-0 wakati mchezo ukiwa unaendelea. Kwenye dakika 85 za mchezo Prince Mpumelelo Dube, mwana mfalme huyo, licha ya kuweza kutoa assist haikutosha pekee kwenye mchezo dhidi ya timu ya JKT Tanzania kuisha hivyo, bali mwenyewe akaja kuzifumania nyavu za timu ya JKT Tanzania na kuweza kuingia kambani kwenye dakika ya 85 ya mchezo, pasi murwa kabisa ikitoka kwa mchezaji Buba Jamei, best
Prince Sabu iliweza kuingia kwenye kipindi cha pili cha mchezo, anakuja kutoa assist yake kwenda kwa mchezaji Prince Mpumelelo Dube kwenye dakika ya 85 ya mchezo. Lakini haikuishia hapo hapo. Wakati mchezo ukiwa unaendelea, klabu ya Yanga akiwa anaongoza chuma 4-0, mashabiki walikuwa wanaangalia mchezo huo walikuwa wanachagiza kwa kuimba ya kwamba tunahitaji goli 5. Sasa kupitia mchezaji Shehani Ibrahimu kwenye dakika ya 90 tu ya mchezo anakuja kuiandikia bao la 5 timu yake Yanga Sports Club na kukata kiu ya mashabiki ambao walikuwa wanahitaji timu hiyo iweze kushinda chuma 5 kwenye mchezo dhidi ya timu hiyo ya JKT Tanzania. Pasi murwa ikitoka kwa mchezaji Izra Patrick Mwenda na kufanya Sheani akuifanyia makosa kabisa pasi ambayo aliweza kupewa na mchezaji Izra Patrick Mwenda na kuandikia chuma la 5 timu yake ya Yanga Sports Club na kufanya mchezo utamatike, Yanga wakiondoka na alama 3 muhimu kibindoni, lakini pia wakiondoka na mshindi mnono wa chuma 5-0. Kitaalamu hizi tunaziita 5G imesimama, hakuna internet kuyumba, ndicho kitu ambacho kimewakuta timu ya JKT Tanzania. Sasa mara baada ya ushindi huu ambao klabu ya Yanga ameweza kupata siku hii ya leo dhidi ya timu ya JKT Tanzania, msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara unaonekana kama ifuatavyo. Kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club, wao wanaongoza msimamo wakiwa wamecheza michezo 10 na kujikusanyia alama 28, huku JKT Tanzania wakiwa nafasi ya pili baada ya kucheza michezo 17 na alama zao 28. Nafasi ya 3 ni Pamba Jiji michezo 14 alama 23. Nafasi ya 4 ni Simba Sports Club michezo 9 alama 22. Nafasi ya 5 ni Mtibwa Sugar michezo 15 alama 21. Lakini baadaye klabu ya Simba atakopo dimbani kucheza dhidi ya timu ya Dodoma Jiji kwenye muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kwa upande wa klabu ya Yanga, mara baada ya kutamatisha mchezo huu dhidi ya timu ya JKT Tanzania, kibarua kinachofuata ni machi moja pale New Amani Complex kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kati yao dhidi ya watani zao wa jadi Simba Sports Club. Mchezo huo utafanyika pale visiwani Zanzibar kwenye majira saa 2:30 za usiku. Sasa kwa upande wa kauli ambayo shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba, hapa namzungumzia bwana Mchome Mapovu. Kama ninavyofahamu, huyu ni miongoni mwa washabiki ambao mara nyingi huwa wanazungumza mpira ana masuala mazima ya upenzi wa timu. Mchome ametoka hadharani na kuweza kuisifia klabu ya Yanga kwa ushindi mnono ambao ameweza kuupata siku hii ya leo dhidi ya JKT Tanzania, ushindi wa chuma 5-0, akiweka wazi ya kwamba huenda kilichotokea dhidi ya JKT Tanzania kikaja kutokea tena dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenye mchezo wa Kariakoo Derby Machi moja New Amani Complex, ambapo huu nao unakuwa ni mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Bwana mwana mchezo wangu, mimi nilikuwa nakusogezea hayo na kukujuza hayo machache kati ya mengi yalotufikia mezani kwetu muda huu hapa. Lakini jambo la muhimu, ngoja nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, hakikisha unakwenda kulike, kushare na kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kujipatia kila aina taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV.